Kwa nikamsikia mwanasheria mmoja, wanasiasa wale ambao wanakuta wamevaa, nikasikia mwanasiasa wa chama fulani anasema kwa nini jeshi la magereza wamevaa hivi, kwa nini sio polisi wamevaa hivi. Nikawa najiuliza sasa hawa ni sare zao ambazo ziko official na kwenye katiba na sheria zinaeleza. Uniform zetu sisi zimeelezwa. Kwenye prison standing orders imeelezwa sare zitakuwaje. Kwenye PGO inaeleza pia sare sahihi ya jeshi la polisi inakuwaje na vyombo vingine. Sasa unakuta mtu analalamikia ambalo lipo kwenye sheria. Lakini sasa ukija kwenye sehemu ya kazi, mahakama ni sehemu ya kazi pia ya wao kufanya. Kwa hiyo hauwaelekezi namna ya kufanya kazi. Lakini unaweza ukaja ukakuta kwamba kuna mtu sasa analalamikia, unajiuliza sasa hapa kuna kesi ambayo ni ya watuhumiwa, ambao mtuhumiwa hajakamatwa kwa cheo chake au kwa nafasi yake. Amekamatwa kwa makosa ambayo ameyatenda. Sasa inakuwaje kwamba mnavaa sare, mnahamasishana kwenda na sare? Kwa hiyo hilo ni sahihi, ila kwa ambao sehemu ya serikali kufanya kazi, wao sio sahihi. Mheshimiwa Waziri, kabla tujatoka hapo, natamani nipate maneno yako katika hili. Kumekuwa mara kadhaa wakisema, ikielezwa kwamba ukamataji wa jeshi wanakwenda wakati hawana sare na kadhalika. Anayepaswa kwenda kumkamata mhalifu ni askari ambaye yuko ndani ya uniform ama yoyote kutokana na nafasi zao ndani ya jeshi, na kipi ni sahihi katika hivyo, Mheshimiwa Waziri? Kuna taratibu. Every case or incident should be judged from its own circumstances. Kuna taratibu zipo za namna ya ukamataji na zimeelezwa kwenye sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, Criminal Procedure Act. Imeeleza namna ya ukamataji wote, umeelezwa. Unaweza ukakamatwa kwa hati ya kukamata au bila hati ya kukamatwa, arrest or warrant or without arrest warrant. Imeeleza mazingira gani ambayo yanafanyika, na wakati mwingine malalamiko yamekuwa kitolewa. Unajua, nilishakusema na nirudie tena. Ndio. Kuna nyakati hapo nyuma ndio haya mambo ya propaganda na vitu vingi. Unakumbuka kuna uholela fulani ulitokea wa uhuru wa watu kufanya wanavyotaka, uhuru uliopitiliza labda pengine ambao hauzingatii sheria, kwa sababu sheria inatoa uhuru lakini pia unakuwa na mipaka na wajibu wake, na hivyo hivyo katiba. Na uko mtu asikudanganye Ngoto kuanzia leo kwamba kuna katiba inatoa haki tu alafu haitoi wajibu au mipaka ya hiyo haki. Ni jambo la wazi tu la kusema, na hii kwa yoyote, hata kwangu mimi Katambi, yoyote yule bila kujalisha cheo chake. Na hakuna mtu ambaye ana kinga ya jinai, hakuna mtu anayeambia jinai huwa iozi. Kwenye mazingira ambayo tunazungumza kwamba kwenye kukamata, mtakumbuka kuna kipindi hapa watu walikuwa wanatekana. Unakumbuka kuna kipindi hapa kuna askari wengi tu wamekutwa wamevaa sare za jeshi la wananchi, wengine wamevaa sare za polisi feki, unakumbuka na wanajeshi feki. Na mpaka leo mitandao ni hapo, usalama wa taifa feki, si wapo? Sasa kwenye maeneo ambayo jamii inakuwa na misigano mingi, misigano ya itikadi, mitazamo na nini, watu wanafika sehemu wanachukua hatua kama zile. Kwa mfano zilizowahi kutekana, mimi niwahi kutolea mfano wa Super Sami ambaye wa mabasi alitekwa na wenzio wakaenda wakamuua. Na hii ya juzi mnakumbuka yule aliyekamatwa kwa sababu ya uganga, sio James yule, naye akauawa akachinjwa, lakini wakasema bado pia ni vyombo vya usalama. Kwenye mazingira kama hayo ya mtu anaweza akashona uniform na akaitumia vibaya. Ni wakati gani hapo unajua huyu aliyeteka ni askari au sio askari? Na wakati mwingine wahalifu anaweza akatumia hiyo kuvaa sare ili nyinyi muanze kuhangaika na jeshi, kumbe ni watu binafsi ambao wamevaa zile sare. Kwa hatua inayokuwepo hapa sasa, kila mwananchi kuchukua hatua, kwa maana ya mojawapo ni kutoa taarifa kwenye maeneo na viashiria ambavyo unaviona vina matishio ya namna hiyo. Kuna matukio mengine yanafanyika haujui pa kuanzia. Ngoto, DW inatoka Ujerumani, sio? Me have been in German, nimekaa Hamburg, Erfurt na Berlin. Hata kwenye nchi zilizoendelea, hata kwenye bara la Amerika, Ulaya, hilo bara lote, na bahati nzuri Ujerumani mimi nilikuwa naenda mpaka kwenye chaguzi zile za CDU. Last time nilienda kama mwanasiasa, lakini before kule nilikuwa bado mdogo,
nilikuwa naenda, siwezi kueleza vizuri kwa sababu ni private matters. Bara la Amerika, Austria, ukitaka kujua kwamba haya matukio huwa yapo, chukua simu yako. Bahati nzuri siku hizi taarifa ziko kwenye kiganja, Google tu taarifa za utekaji, upoteaji wa watu na nini katika nchi chagua nchi zako nzuri 5 unazoziamini kwamba hizi ziko vizuri kiulinzi, kiusalama na amani duniani, ndio kielelezo namba 1. Andika tu hizo taarifa Google, uone majibu itakao kuletea. Kuna nchi ina watu 600,000 taarifa za kupotea, kutekwa, kukamatwa na kufanya nini, imekuwa namna hiyo. Na hii ipo hiyo taarifa hiyo yote unaweza ukaipata, na mimi naweza nikakupa, kwa sababu kwa mambo ya kidiplomasia hapa siwezi nikatamka nchi, lakini matukio haya ni makubwa zaidi kwa wenzetu, pamoja na kuwa na kamera kila mtaa, mifumo mizuri ya kiusalama, advanced science and technology katika masuala ya mifumo ya kiusalama na kadhalika, lakini matatizo yanaendelea kubaki pale. Sasa jambo kubwa ni nini? Sisi kama taifa hatusemi yayo yatokee. Sisi tuna mbinu za kuhakikisha kwamba hayatokei, na ndio maana unaona jitihada zetu zote, tunachelewa kulala tunawahi kuamka, ni kuhakikisha Watanzania wako salama, kwa sababu ni wajibu wa serikali kulinda usalama wa raia na mali zake. Hauwezi kupendwa na wema na wabaya kwa wakati mmoja. Aidha uchague jambo moja, upendwe na wema walio wengi, wabaya wachache wakuchukie, ndio kazi itaenda. Kwa hiyo mazingira kama hayo yapo, yanameo, na ndio maana nasema kwamba hata mpaka kesho kama kuna ushahidi na vielelezo vya mtu yeyote bila kujali cheo chake ametenda makosa, leteni ushahidi hapa. Mbona kuna kipindi nimetangaza hapa ile milioni 100 ya kusaidia watu, wapo walioleta taarifa halisi. Unajua kuna wengine bado walikuwa kuna watu walichukua ile milioni 100 kwa nini wasichukua, ingawa haijaisha haijaisha, kwa sababu inachakikiwa kwamba anayeleta taarifa ni yule ambaye kweli zinapelekea kukamata mtu na kweli tunakuja kugundua kuwa kuna uhujumu uchumi, magendo, rushwa, au kuna makosa makubwa ambayo pengine hata wengine. Hii tu ya juzi hii ya kutoa hii walikuwa wanasema 77 sio tarehe 7 nini, wametusaidia watu, tumepata taarifa na wamepata nani yao huko, wengine walikuwa kwenye hivyo vikao. Mheshimiwa Waziri, natamani hili nilifahamu. Hapa kati kulikuwa kuna, kama ambavyo mlisema, hakuna haja kurudi katika taarifa hii, lakini viashiria vya uvunjifu wa amani vilivyokuwepo, lakini tumesikia taarifa ya Jeshi la Polisi hivi juzi tu, Kamanda David Misime ameelekeza kwamba sasa wanasiasa wanaotamani kufanya mikutano wanaweza kufuata taratibu wakaendelea na kadhalika. Sasa ni rasmi sasa, shughuli zimerejea kama ambavyo mambo yalikuwa, Mheshimiwa Waziri? Ni rasmi kwa sababu umeona kwamba baada ya tathmini kubwa kufanyika na kujiridhisha pasina shaka kwamba shughuli zinaweza zikaendelea, kwa sababu kwanza pia silisema ilikuwa ni jambo la muda kulingana na wakati, aina ya matishio na hali ilivyokuwa na kadhalika, na intel zilizokuwepo kwa maana intelligence. Sasa kama tathmini imefanyika nchi nzima na kumebainika kwamba hali ni shwari, huna sababu ya kuendelea kuweka wakati mwingi kuweka vigezo ambavyo vinaweza. Kwa hiyo ni jambo sahihi na la busara. Unajua jambo kubwa sana watu watujui, hakuna kitu cha gharama sana serikali inalinda kama uhai wa mtu, kwa sababu msingi na mtaji namba 1 wa kitu chochote ni uhai. Kwa uhai wa raia unapokuwa mashakani, usalama wa raia unapokuwa mashakani, kimsingi hata kama ni wa mtu mmoja, ni mashaka ya nchi nzima, kwa sababu serikali inapata madaraka kutoka kwa wananchi. Serikali itawajibika kwa wananchi, na uwajibikaji mojawapo ni kulinda haki zao, usalama wao, na serikali itawajibika kwa wananchi, itakuwa accountable pale ambapo imeshindwa kulinda usalama wa raia na mali zao, itakuwa accountable, itawajibika. Kwa nini mimi nimenunua gari yangu, nimejenga nyumba yangu, kwa nini mtu aje avomoa? Au labda ni kwa mifumo gani? Ndio. Sasa tukitoka hapo, Mheshimiwa Waziri, tuangalie swala la uhalifu wa kimipaka. Tunaweza tukasema watu kuvuka shughuli, kuvusha dawa za kulevya,
usafirishaji wa silaha haramu na mengine yote ambayo yanakuwa ni kinyume na taratibu na sheria za nchi. Hilo mnaendelea kulishughulikia kwa kiwango kipi, lakini vile kwa mafanikio yapi sasa mpaka hivi sasa tunaweza tukasema kwa uwazi kwamba eneo hilo intelligence yenu imefanikiwa, lakini vile wizara imefanya kazi yake kwa kiwango kikubwa na mafanikio yanaonekana ni haya? Sitafafanua sana kwa jinsi lilivyo, kwa sababu mazungumzo haya yanaenda duniani, na kikubwa tu ambacho wajue, Tanzania sio sehemu salama ya usafirishaji haramu wa binadamu. Ndio. Na sio sehemu salama ya kupitisha silaha au vitu vingine vyovyote nje ya utaratibu wa kisheria uliowekwa. Haya, Julai 30 dunia inaadhimisha siku ya usafirishaji haramu wa binadamu. Kama wizara natamani kufahamu mnachukua hatua zipi ama mikakati mipya? Maanake hii kila mwezi dunia imekuwa ikiadhimisha, sio kwamba tumeanza kuadhimisha jana. Mnajifunza nini kutokana na maadhimisho haya, lakini vile mnachukua hatua gani ngumu zaidi kuweza kukomesha kabisa magenge haya, lakini vile kuzingatia kwamba Tanzania imekuwa ikitajwa kama ni njia ya asili, wakati mwingine namna ya kuwalinda sasa hata wakina mama pamoja na watoto ambao ni waathirika wakubwa? Kwa sasa Tanzania sio ruti. Inatokea mara chache. Unajua ruti ni kama wamepita na wakafanikiwa, ila wanapopita na wanakamatwa haiwezi kuwa ruti. Ruti ni sehemu ambayo iko rules, njia maanake ni kwamba wanapita, wanakutwa nchi fulani, wakija kuulizwa mlipitia wapi, tulipitia Tanzania. Mlipitia wapi, tulipitia Tanzania, wameshakamatwa. Maanake hiyo tayari kwamba hapa kuna ulegevu. Lakini kwetu hapa wengi wanabaki hapa, tunakamata. Na ndio maana unakuta hatuna rekodi nyingine yoyote isipokuwa wale 160 ambao walikuwepo hapo. 160 ambapo 35 ndo waliokutwa nje ya nchi, kwa bahati mbaya sana wamevuka. Lakini wengi tumewadhibiti hapa. Kwa hiyo usafirishaji haramu kwa Tanzania ni haramu, na ni haramu tunamaanisha kwa kusimamia mikataba ya kimataifa, lakini pia sheria zetu za ndani na za kikanda. Kwa hiyo sio salama kwa usafirishaji haramu. Lakini pia hata wale ambao wanafanya, wakati mwingine unaweza ukadhani kwamba labda kuna usafirishaji haramu, mwanzoni unakuwa wa kimfumo wa makubaliano kati ya familia A na B. Ndio. Au familia A na bwana fulani, kwamba bwana, namchukua mtoto wako huyu anaenda nje akasome, ajira au kuna maisha mazuri na kadhalika, anaondoka kama kawaida. Lakini wakishafika kule, story ikibadilika, anabadilika sasa kusema kwamba mimi nimesafirishwa kiharamu, nimekuja kutumikishwa, nimekuja kufanya nini. Lakini njia walioitumia awali ilikuwa ya makubaliano. Sasa makubaliano, unafahamu, manake serikali hawezi kuwa sehemu yake. Na kama wangekuwa na makubaliano ya haramu, wakapitia ubalozi wetu, wakapitia wizara ya mambo ya ndani au wizara yenye dhamana ya masuala ya vibali vya kusafiri na kadhalika. Kwa mfano hapa wizara ya mambo ya ndani au wizara ya ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana na ajira, kazi, vijana na ajira, ambao wanahusika na wale mawakala wa utoaji wa ajira nje ya nchi na fursa mbalimbali za kiuchumi. Kama wangepita kule, wangeambiwa kwamba hii mnayoifanya ni wrong transaction, na ni transaction ambayo inaelekea kwenye uhalifu wa usafirishaji haramu wa binadamu. Kwa wengi ni wale wanaotoroka. Akitoroka kule akilalamika, ndo baadaye, ndo maana unakuta kwamba hata ubalozi unaokuwepo kule katika hiyo nchi haujui. Kwa hiyo mifumo mingi ya usafirishaji haramu wa binadamu inafanyiwa kwa siri au kama magendo. Lakini udhibiti wetu pia tumekuwa tukiwapambanua, na watoa taarifa wamekuwa wakitusaidia sana Watanzania. Tunao namba 195, unapiga bure na unatoa taarifa juu ya kama kuna viashiria vyovyote vya kusafirisha mtu haramu. Lakini pia balozi zetu kote huko kupitia chini ya Mheshimiwa Waziri wetu wa mambo ya nje, Mheshimiwa Thabit Kombo, amekuwa akihamasisha mabalozi, na ni maelekezo pia Mheshimiwa Rais kwamba balozi zetu mbali na shughuli za kiuchumi, lakini pia ziangalie usalama wa Watanzania ambao wanaenda kufanya biashara kule au wanaosafiri, na wale wanaopita kwenye ubalozi wapite, wapate taarifa mbalimbali kupitiana na, kwa sababu kuna wengine wanaenda wanatapeliwa kule kwenye nchi wanazokwenda, kwa sababu alibypass ya kupita kwenye ubalozi. Kwa hiyo nihamasishe kwamba pia
Watanzania wanaoenda hata kwa biashara au kwa mifumo mingine yote, jitahidi ubalozi wako kufahamu kwamba mimi nimekuja nchi hii ya ugenini, lakini nimekuja kujishughulisha na jambo hili.